yote Yesu, Yesu, Yesu. Tunaimba sifa zake Bwana, Bwana, Bwana. Tunasifu jina lake Yesu, Yesu, Yesu. Wastahili heshima na utukufu. Maana wewe Bwana ni wa milele. Wastahili heshima na utukufu. Maana wewe Bwana ni wa milele. Umejawa utukufu, mamlaka na enzi. Umejawa utukufu, mamlaka na enzi. Umejawa utukufu, mamlaka na enzi. Nani kama wewe? Pada kule nyuma tuende go.
tusemeni Bwana, tuinue mikono, tusemeni Bwana wote, Tuinua mikono, tusemeni Bwana. tuinue mikono yetu, tusemeni Bwana. Tuinua mikono, tusemeni Bwana. Kama sio Israeli, kama sio Mungu Israeli aseme sasa. Tuinua mikono, tusemeni Bwana. Kama sio Mungu aliyetusaidia tuseme sasa. Tuinua mikono, tusemeni Bwana. Kama sio Mungu aliyekupigia izuri, Tuinua mikono, tusemeni Bwana. eti ni nani aliyekupa watoto wazuri? Tuinua mikono, tusemeni Bwana. Ni nani aliyekupa ndoa njema? Jamani mama ya, Tuinua mikono, tusemeni Bwana. eti ni nani aliyekupa vizuri? Wewe ndugu wangu, Tuinua mikono, tusemeni Bwana. ni nani aliyekufanikisha mpaka leo kama si Bwana? Tuinua mikono, tusemeni Bwana. Tuinue mikono, tusemeni Bwana. Tuinua mikono, tusemeni Bwana. Tuinue mikono, tusemeni Bwana. Tuinua mikono, tusemeni Bwana. Ni Bwana, 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 ni Bwana. ni Bwana. Imbeni, imbeni kwa furaha, Shaba ametuleta uzima. Imeni, imeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima. Imbeni, imbeni kwa furaha, Shaba ametuleta uzima. Imeni, imeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima. Uzima, 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 uzima. Kuna mtu haelewi. Biblia inasema hivi, saa ya wokovu ni sasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Biblia inasema saa ya wokovu ni sasa. Unaposifu kwa kumaanisha, maana yake wokovu wako upo hapa. Haleluya. Unaposifu kwa kumaanisha, wokovu wako juu ya magonjwa, wokovu wako juu ya masomo upo hapa. Haleluya. Uko tayari kusema imani, imani kwa furaha, Shaba ametuletea. Nikusikia mama, imani kwa furaha, Shaba ametuletea uzima. Unaweza ukashika kitambaa chako namna hii mpaka kule nyuma, unaweza ukashika kitambaa hivi kama upande huu sichaona, kama and 1, 2, 1, 2, let's go. Yesu, 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 Yesu ni Bwana, Yesu ni Mwamba, Yesu ni Baba, Yesu ni Bwana, Yesu, 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 Yesu,
mfalme wa amani. Tunaliadhimisha jina lako, Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa utukufu, Baba wa milele, mtakatifu. Hatujaona Mungu mwingine wa kumtumikia, sijaona Mungu mwingine wa kumwabudu. Ni wewe peke yako unayestahili ibada yangu. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe peke yako, uliyechinjwa kwa ajili yangu, uliyechinjwa kwa ajili ya watu wako, uliyechinjwa Bwana, na tunaliadhimisha jina lako. Baba yetu, Mungu wetu, umestahili wewe Bwana, umestahili wewe Bwana, umestahili wewe Bwana, umestahili wewe Bwana. Tunaliadhimisha jina lako, jina lako tukufu. We glorify your name. Nilikuwa naitwa Ustazi Mustafa. Baba yangu anaitwa Shehe Al-Mustafa Rashid. Babu yangu anaitwa Imamu Al-Mustafa Rashid. Familia yetu ni Waislamu waliobobea. Nilikuwa nakataa kumwabudu Yesu, kumbe Yesu ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Nilipofunguka macho, nilipofunguliwa, na enjoy kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Zamani nilikuwa navaa yebo, navaa dela, yani kanzu. Sasa hivi ni amen. Hapa napiga kamjusi kidogo, chini wanchoma, ndani Yesu kahamia. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Kumbe Yesu ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Nimelelewa na mchungaji wa Kisukuma, Kalisti Masalu, Temeke. Nimelelewa na Moses Korola. Nampenda Yesu, na Yesu ni amen, ni baba yangu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Swala kuhubiriana sana mpaka unasinzia kwenye kiti. Yani ni kutesana. Ni kidogo tu, ni amen tu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Ni amen. Haleluya. Wakristo mliokoka, huyu Mungu wa kilokole ni Mungu wa kweli. Mungu wenu ni wa kweli. Mimi nimepata bahati, sijaokoka kwa kushuhudiwa na mtu. Yesu alinitafuta mwenyewe. Kuna mambo ambayo Yesu alifanya matatu kwangu. Mungu alinionyesha vitu fulani. Nipata bahati nikaonyeshwa na malaika. Kabla sijamjua Mungu, nilichukuliwa nikaonyeshwa. Matukio yalitukia matatu. Baadaye nikaenda kuokoka. Kwa hiyo nampenda Mungu wa kilokole. Hakika ni Mungu aliye hai. Haleluya. Wakati nasema nitaenda kusema nini, Mungu akaniambia, nimeanza kuomba usiku mpaka majira ya saa 9. Nikaambiwa niseme hivi: mtegemee Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hali ya sasa dunia jinsi ilivyochanganyikiwa,
mtegemee Roho Mtakatifu na atakuponya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Yaani siri ya Mungu kumponya mwanadamu ni Roho Mtakatifu. Wakati nikiwa Islamiki, mashehe walikuwa wanasema kwamba Bwana Yesu alisema akiondoka atakuja msaidizi mwingine. Waislamu wakamchomeka Mtume Muhammad. Kumbe sio. Mungu akawapiga chenga za mwili, baadaye si tuliookoka akatufunulia ufahamu kwamba huyo niliyemsema atakuja ni Roho Mtakatifu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Mtegemee Roho Mtakatifu, utaponywa kiurahisi. Kanisa linalochukua hatua ya kumtegemea Roho Mtakatifu, maeneo hayo, yani watu wanaponywa kiurahisi sana. Haleluya jamani, haleluya. Hapa ukifungua moyo wako ukasema, ukadhamiria kwamba hakika sasa naamua kukutegemea Roho Mtakatifu, utaona atakayetendeka katika maisha yako. Yale ambayo yalikuwa nasumbua yatatendeka. Yaani Mungu atakupa haja ya moyo wako kwa jina la Yesu aliye hai. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Niwaambie wazi, Mungu wa kilokole hayuko mbali. Ukimwita anaitika, akiitika anatenda. Ni eme tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Yesu wakati anafanya kazi duniani alijaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kabla hajabatizwa na Yohana Mbatizaji, nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa haimo ndani yake. Alipobatizwa na Yohana Mbatizaji, mbingu ikafunguka, Roho akashuka ndani ya Yesu. Yesu akatoka akaenda kujaribiwa, akamshinda shetani kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Geukie mwenzio kwamba sio mafuta yale wanepakana yale. Sikuna msahela anakujaga analetaga mafuta huko. Mwambie mwenzako, kama una mafuta kamwage. Kama una mafuta, yule msela anayauzaga akijaga huku, kamwage. Dar es Salaam tumemshitukia, ni msela. Kwenye mafuta hamna chochote, kuna ushirikina tu. Kwa Yesu ni eme tu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Nimemwona Mungu wa kilokole. Najivunia Mungu wa kilokole. Nilikuwa simjui, saa hizi naringa na Mungu huyu. Kwanza amenibadilisha. Nilifuga ndevu, kamdomo kalikuwa kadogo. Mitaani nikipita, watu wanasema ustadhi, watoto wanatimua mbio, wanasema mama dudu dudu. Nilipookoka nikatoa uso, sasa hivi unang'aa. Haleluya. Na zamani ilikuwa siri nani, sasa hivi ni eme. Haleluya. Ni tamu. Wakiminya na ndizi za kuminya. Na soda ya baridi. Ni eme. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Mtegemee Roho Mtakatifu, utaponywa
bure katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Mungu atatenda mambo ya ajabu kwa akili za kibinadamu, hutashangaa mwenyewe. Mtu unauziwa mafuta ya Mwamposa. Mafuta kapikie maharage. Sisi tuna mafuta yetu kutoka juu, ni Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Haleluya. Sitaki nikuchoshe. Mathayo 4:23-24. Mathayo 4:23-24. Asante. Haleluya. Amen. Kitabu cha Mathayo 4:23 mpaka 24 nayo inasema. Anasemaje? Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote. Yesu alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao. Akifundisha katika masinagogi yao. Na kuhubiri habari njema ya ufalme. Na kuhubiri habari njema ya ufalme. Na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Habari zake zikaenea katika Shamu yote. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi. Walioshikwa na maradhi mbalimbali. Walioshikwa na maradhi mbalimbali. Na mateso. Na mateso. Wenye pepo. Na wenye pepo. Na wenye kifafa. Na wenye vifafa. Na wenye kupooza. Na wenye kupooza. Akawaponya. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Yesu aliwaponya watu kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa ndani yake. Nimemwona Mungu akilokole akitenda kazi kwetu kwenye familia yetu. La kwa mama yangu mdogo alikuwa kichaa miaka 9. Anatembea uchi wa nyama. Wanamvika nguo, anatoa na choma moto. Wameomba dua wakadua wenyewe. Peleka kwa waganga wakawa wanachapwa fimbo. Wasema mrudisheni mgonjwa wenu. Mimi walinifukuza nyumbani baada ya kuokoka. Wakasema hatuna mtoto kama wewe. Nikasema sawa. Nikawa kanisani. Baba yangu akawa mchungaji. Masalu mke wake ndio mama yangu. Wazee wa kanisa ndio wazee familia ya Bwana Yesu. Nikawa naishi kanisani. Nilikuwa nalala kanisani. Asubuhi nafagia kanisa. Naenda kuosha vyoo. Nakuosha nafanya usafi. Naosha vyombo jikoni kwa mama mchungaji. Baadaye ananipa fedha nanunua vitafuno. Napeleka kwa mama mchungaji. Chai wanatengeneza napiga. Nikitoka hapo mitaani moto unawaka. Usipookoka kufa na ufe. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Yesu akawa anawaponya watu wenye mateso, wenye shida, wenye matatizo, wakawa wanafunguliwa. Uwezo ndani yake ulijaa wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Mtegemee Roho Mtakatifu. Mungu huyu amekamilika kwa utatu: Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Hata wakati nilikuwa Islamiki, wao wananawa miguu na mikono mara 3, kumbe hawajui. Wanatimiza utatu wa Mungu. Huku unanawa mara 3, huku unanawa mara 3, mguu huu mara 3, huku mara 3, uso unanawa mara 3. Maana yake Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Haleluya. Liseme nisiseme, hata dunia hii inathibitisha utatu wa Mungu. Cha kwanza mawingu, 2 katikati hapa, unaona kule 3 ardhi uliyokanyaka. Utatu wa Mungu. Macho yako umeumbwa na Mungu aliyekamilika utatu. Macho yanathibitisha utatu wa Mungu. Cha kwanza cheupe. Mwangalie mwenzio utaona. Cha kwanza cheupe, Mungu Baba. Cha pili nyeusi.
Cha tatu hapo katikati kuna kingine kiona mbali, cha tatu. Yaani cheupe, Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Ila ninachokazia, mtegemee Roho Mtakatifu ili uponywe kiurahisi. Haleluya. Niseme nisiseme. Hata nenda hapo Iunga wanachoma mahindi naye anathibitisha utatu wa Mungu. Ukimenya mahindi chwa cha gamba la kwanza Mungu Baba, vipunje vile Mwana, kigunzi cha ngapi? Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Chemsha yai, kaa pembeni ule, ukigonga koli natoka gamba la kwanza Mungu Baba. Cha pili steki, kiini cha ngapi? Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Niseme nisiseme. Naendelea. Kanunue parachichi kubwa lililoiva, kaa pembeni ule, vitatoka vitu vitatu. Unakata chwa, unatoa gamba Mungu Baba. Ile steki Mwana. Kokwa la ngapi? Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Leo hii chukua hatua, mtegemee Roho Mtakatifu. Mungu siri yake iko hapo, majibu yako yapo hapo. Yesu alitenda kazi ndani, uweza wa Roho Mtakatifu ulikaa ndani yake. Kuna mambo mengine yanashindwa kutendeka, wewe mwenyewe umekataa habari ya Roho Mtakatifu. Na maombi yanaweza kama magumu, umekataa Roho Mtakatifu. Mruhusu Roho Mtakatifu uone kazi. Bwana Yesu asifiwe. Niseme nisiseme. Mama yangu mdogo alikuwa kichaa miaka 9. Wakaniita. Mama mkubwa akanipigia simu. Nikasema nani? Mimi mama yako. Vipi? Tunakuhitaji. Nikasema sio mmenifukuza. Simesema mimi sio mtoto wewe. Akasema njoo, tunakutaka. Nikamwambia Yesu twende kule walikonifukuza. Nikaenda na Yesu. Hata hapa nimekuja na Yesu. Ukiwa na macho utamuona ni huyu hapo. Wewe mwenyewe tu hutaki, ukimsumbua atakupa amen. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda nyumbani. Fika nyumbani wakashangaa. Nikapokelewa. Fika nyumbani, mama mkubwa akapika chakula nikapiga. Baadaye akaniambia tumekuita. Mama yako mdogo ni kichaa. Tulikuficha. Tunaomba utupe fedha. Tumpeleke Dodoma hospitali ya vichaa. Mungu akasema usiwape. Wataenda kwa waganga wa kienyeji. Mungu akasema wewe nenda kaweke mkono juu yake. Ni amen tu. Haleluya. Haleluya. Humu ndani Roho Mtakatifu ni amen. Amejaa. Haleluya. Nilipofika hapa nikasema Yesu usiniangushe. Hawa wanajifanyaga waelewe, leo wataelewa kwamba wewe ni amen. Haleluya. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Niseme nisiseme. Siku hii nikaenda. Akasema yuko nyumbani kwake atakupiga mawe. Unipige mawe mimi? Shepu hii unavyoangalia ya kupigwa mawe. Yameokoteza vijimawe kalundika. Mimi nina jiwe kuu la pembeni. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Mtu aliyeokoka ana jiwe kuu la pembeni. Ukiliangukia linakusaga. Yaani unavunjika. Likikuangukia linakusaga. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Nikaenda kufika pale. Kumbe macho ya mlokole ni ya Bwana Yesu. Tulipotazamana hivi tayari nikasikia nakufa. Kambia tayari jiwe limemwangukia. Weka mkono juu yake. Toka shetani. Pigwa na Yesu kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Pokea uzima amen. Tayari amen.
Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Niseme nisiseme, kichaa leo ni mlokole yuko kanisani. Yesu anaweza. Haleluya. Yesu anaweza. Mungu Baba anaweza. Roho Mtakatifu anaweza. Na Yesu mwenyewe anaweza. Na leo inawezekana kwako. Ukiamini atatendeka. Roho Mtakatifu atahamia. Na yale yaliyothibiti Mungu atafanya tu kwa jina la Yesu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Yesu anaweza. Yale yanayeshindikana kwa wanadamu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu inatendeka. Ubishi wa kumkataa Yesu ukaisha. Mama mkubwa naye akaokoka baada ya kuona mdogo wake ameponywa. Kuweka mkono tu, amen. Mjomba akaja. Alipoona vile, mjomba akaja. Mjomba, shangazi yako yani anateseka, mimi ndio nafua, mimi ndio nabeba maji, mimi napika. Kaambia mwambie aje. Kampigia simu. Halo, toto wa dada amekuja. Nani? Mustafa, njoo, anakuita. Akaja. Amekuja amejifunika, amepiga ajabu. Ametoka kufika kutazamana, akaganda. Tap, nikasema tayari amekamatwa. Akaanza, nikasema tayari umekamatwa tayari. Nikasema haya, ondoka ndani, chomoka. Amen, kwa jina la Yesu. Toka, funguka. Amen, tayari. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu, yeye ni msaada katika maisha yako. Yeye ndio tibu lako kwa jina la Yesu. Utaponywa kiurahisi. Nimeona Mungu ameponya wenye kansa. Kahama nilikuwa mwaka jana wenye kansa. Mungu akafanya amen. Haleluya. Tabora, Mungu ametenda. Baba mmoja Kibabu aliletwa kwenye basikeli kwenye mkutano. Alikuwa na kisukari. Nilipomwona Yesu, kisukari kapiga saluti. Amen. Tayari. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Kwa jina la Yesu, mke wa mjomba, toka shetani, funguka. Amen. Tayari. Haleluya. Kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu alitenda. Amejaa uwezo, amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mambo mengine yanashindikana kwa sababu wewe hutaki Roho Mtakatifu, hutaki kumtumia. Hebu mruhusu kwa jina la Yesu, mruhusu uone yatatendeka kwa jina la Yesu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Niseme nisiseme, nitoboe nisoboe, huyu Yesu mwenyewe alijaa nguvu, na yeye ndio mchungaji. Haleluya. Yohana 10:11 anasemaje? Yohana 10:11 anasemaje? Inasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Rudia tena. Anasemaje? Anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Yesu mwenyewe ndio mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yeye ametoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Maana yake Yesu ametoa uhai wake kwa ajili yetu. Haleluya. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Niseme nisiseme, Yesu huyu watu wangemjua. Yesu ni mzuri. Yesu anaweza. Nilikuwa Njombe mwaka juzi. Wakati nimetoka Njombe kwenye mkutano wa mchungaji wetu wa EAGT Njombe, niko Kahama mtaani kabisa, wanaita Masumbwe.
Mchungaji akanipigia simu. Kapokea. Vipi mchungaji? Akasema kijana wangu nakufa. Nikasema nini? Nakufa kijana wangu. Nikauliza nini? Niliwekewa sumu kwenye soda ya Pepsi. Niko chumbani. Mchungaji amevimba kichwa, amevimba mwili. Amebadilika, amekuwa kama lidudu. Anayeingia chumbani ni mama mchungaji. Alipewa soda ya Pepsi ya plastiki. Kumbe wakadunga, wakaweka sumu, wakaziba na sukari. Wakampa mchungaji, alipokunywa nitolee. Mchungaji alivimba kichwa. Mwili ukawa unatoa maji. Unapasuka unatoa maji. Damu, shaa. Wivu amejenga kanisa la kisasa. Kuna vyombo vya kutisha. Kwamba yani watu wote waende wakaabudu kwenye kanisa lake. Kwani kanisa la kwake si ni mali ya Yesu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nililia, nilikuwa kwenye mashamba ya mpunga. Nikamwambia mchungaji, hautakufa. Mungu yupo. Nikamwambia mchungaji, hapo chumbani ulipo, sema maneno haya. Sema, Mungu Baba, liko hapa. Nirehemu Mungu. Niponye. Nimeonewa. Wewe ni mchungaji mwema. Wewe Yesu unaweza. Uliponya wenye mateso. Uliwafungua. Bwana nishukie. Niondolee mateso haya. Katika jina la Yesu. Kaambia Mungu Baba, shuka chumbani. Mungu Mwana, shuka chumbani. Roho Mtakatifu, shuka ndani yake. Roho Mtakatifu alishuka. Alijaa ndani. Pale pale ni amen. Sumu zote ni amen, ni amen, ni amen. Sasa hivi ni amen. Tayari. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Yesu wangu anaweza. Siku moja nilikuwa Mbozi. Kadada kamoja wainjilizi tunasema nifanyeje sasa? Kaushuhuda kapo. Sasa mimi nifanyeje? Navumilia, nimeshindwa. Naomba nisamehe tu, mimi nasema tu. Watu kale kabiti kana sura mbaya. Kabinti kale kana sura mbaya. Vijana wanasema, wewe hata nipewe bure. Sikuchukui. Wewe subutu kwa sura hii. Sasa nilifikia kwao. Binti anarudi analia. Nikasema ni wananiambia mimi nina sura mbaya, hata kama wakipewa wanichukui. Nikasema tulia waongo. Lakini moyo ulisema lakini kweli. Lakini mwanadamu anaweza kukudharau, lakini Mungu hamdharau mtu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Niseme nisiseme? Nikaambia piga magoti. Kaambia naona nataka kuolewa. Ndio. Kasema utaolewa. Takulazimisha Roho Mtakatifu atafanya amen kwa jina la Yesu. Piga magoti, akapiga. Pewa mme amen tayari kwa jina la Yesu. Niseme nisiseme? Ameolewa na mzee wa kanisa. Tena amevaa na shela ya tausi. Wamama hawa achana nao, wana mbinu nyingi. Kale kadada alipelekwa kwenye chumba kimoja, wakaanza kumsumbua na pumba za mahindi. Baadaye akabadilika akawa mweupe. Wakampaka takupaka mdomoni, wakapaka damu ya Yesu. Tayari.
Nasema yuko Tunduma. Yule dada anaenda kaangalia anavyoishi. Wafanyakazi ana watatu kwenye ndani ya nyumba yake. Nyumba ile inalindwa na security guard. Ana magari matatu. Wafanyakazi wengine wanafanya kazi dukani. Anaondoka na gari yake anaenda shambani kuangalia wafanyakazi wanafanya kazi kwenye nyumba yake. Tulipokutana siku moja nilienda kuhubiri. Akasema, "Mtu Mustafa, Mungu alifanya nini?" Linaloshindikana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana, katika jina la Yesu aliye hai. Acha Roho Mtakatifu atende kwa jina la Yesu. Mwanadamu anaweza kukudharau, lakini Mungu hataweza kukudharau kamwe. Wewe ni wa thamani kuliko unavyofikiri. Acha wakiongea, waache waongee. Yaingie huku yatoke huku, wewe songa mbele na Roho Mtakatifu na Mungu Baba. Kwa jina la Yesu aliye hai. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Niseme nisiseme, yule mchungaji wa Njombe Mungu amemponya. Leo ni mzima. Geita, Lulembela. Baba mchungaji alichukuliwa ili atolewe kafara. Apeleke kwenye mgodi wa dhahabu. Atolewe kafara. Na wachawi hawa watano. Alipigwa hiyo akatolewa kanisani, sio usiku, mchana. Wakamtoa nje, akakaa hivi. Alafu amejiinamia hivi. Huku komando amekaa. Kibibi kimoja kichawi ndiye amemtoa ndani ili mama mchungaji atolewe kafara. Mtoe kafara, toka. Naye Mungu aliye hai. Haleluya. Mimi nilisomewa dua al-Badri. Shehe aliyosoma alijisomea mwenyewe. Ni amen. Mimi nipo. Alinipiga siku hiyo saa majira ya mchana saa 5. Sikurudisha ngumi. Yesu alimpa ngumi moja. Papa amen tayari. Haleluya. Yeye akanipiga nalia, nikatoka nikaenda kanisani. Kaja madhabahu, ni Yesu. Nimepigwa. Nipigie Yesu. Mwanaume akaenda, "Kwa nini umempiga yule mwanamke? Tena amekula dela. Kwa nini umempiga yule jamaa?" Chukua hiyo. Chini. Damu puani, masikio. Siku hiyo hiyo. Majira saa 10, la ilaha illallah Muhammad. Fukia kwa jina la Yesu. Mimi nipo na Yesu aliye hai. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu mtegemee katika maisha yako. Atatenda maajabu tofauti unavyofikiri. Unasoma, Mungu atafanya amen. Atakuinua. Wengine wanasema kazi hamna. Wanasema kazi hamna. Kwa Mungu wetu kazi ipo. Ukimaliza ni amen tu, papa amen. Tayari. Wengine hawana ajira, wewe unayo. Kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu atatenda. Huyu Mungu ametenda kwenye familia yetu. Dada yangu Amina alikuja, alifeli. Kaka, mimi nimefeli. Kaambia, kwa Yesu wangu hamna kufeli. Njoo hapa. Saulo kwa jina la Yesu. Amen. Tayari. Akarisiti form 5, form 6. Kaka sasa kaambia utafaulu mtihani kesho. Kaambia apige magoti. Saulo uko amen. Tayari kwa jina la Yesu. Hallelujah. Faulu chuo kikuu. Endelea yuko kwa majaliwa. Anapiga kazi. Nikimwambia kipiga simu tu chui. Halo kaka yako sina hela ya soda. Ngoja kaka nitoke kidogo. Ngoja nikitoka unashangaa kwenye simu chui. Amen. Za soda. Hallelujah. Akaja mdogo wake Amida.
kaka, mimi kaambia na wewe utafaulu. Saulu huko tayari. Karisiti kaendelea, sasa hivi yuko mkoa wa Geita. Ajira tayari. Akaja mtoto wa dada yangu Shabani. Jomba mimi amesha form 2. Jomba mimi nataka kazi. Kaambia unataka kazi gani? Mimi nataka niwe askari. Askari gani? Jeshi, polisi, nini? Mimi nataka niwe jeshi, jewi, nini? Kaambia kiingiza mfukoni. Achukua ile. Kaambia hebu nenda kanunue mikanda ya komando Johnny nini? Chomeka kwenye skrini, alafu waangalie wanavyofanya. Wapo. Wanapofanya hii na wewe asubuhi kafanye zoezi. Hivyo baadaye nafasi ikitokea na wewe ni amen. Kweli mjomba, kamnenda kanunue. Akaenda kununua chui. Wanaanza chocho, wanaparamia, wanashuka nini, na yeye anakodoa macho. Akitoka asubuhi kwenye uwanja wa mpira chwa na biringika siju nini. Akaenda kwenye ofisi ya CCM, kuna askari mmoja hivi akawa anafundisha mule ofisini ngumi. Amewiva. Kuiva pale safi. Anaitwa master. Kabla hajaenda jeshi, master. Nikaambia sasa mjomba tayari, kapiga magoti. Pewa jeshi JW kwa jina la Yesu. Tayari. Leo yuko Tanga. Master JW. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtegemee Roho Mtakatifu katika jina la Yesu aliye hai. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Mimi Dar es Salaam huwa nazunguka na shuhudia. Hata kama sina hela mfukoni, napanda kwenye magari ya Bwana Yesu. Biblia imesema mbingu na nchi ni mali yangu, fedha na dhahabu ni mali ya Yesu. Yale magari ya Bwana Yesu, madereva wote wa Bwana Yesu. Njaa ikiniuma naenda hotelini kula. Ole uninyime kwenye hoteli yako, nitalani hoteli, hutauza chochote. Kwa mchezo nilienda Mwananyamala, nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Jonathan Simon. Tulienda hoteli ya Mchaga Mwananyamala. Njaa imetutandika, hela tuna. Kaambia sasa, kaambia njaa inauma. Wewe unayo wapi? Mimi sina. Mimi sina. Vipi? Yesu anazo. Bwana Yesu, tafutia hoteli. Tunaenda kula hotelini. Nife njaa wakati Yesu ni naye. Mbingu ni ya kwake, wote ni wa kwake, hoteli zote za kwake. Mimi ni mtoto wake. Subutu we mwenye hoteli aje mtoto wake utamnyima chakula? Si unatafuta kufukuzwa kazi? Nikaenda fika hotelini Nyukilia, wana akatuonyesha hoteli. Kaenda counter, kaambia habari za saiza Mchaga. Sasa vipi? Kase sisi bwana ni watumishi wa Mungu. Mungu hapendi tuibe, Mungu anataka tuombe. Kwa hiyo tupe chakula tule kwa jina la Yesu. Mchaga akaanza aisee, tangu asubuhi mimi sijafanya biashara. Yaani nimekaa hapa mpaka sijafanya hata biashara, hata sani moja sijauza. Kaambia kwani nimekuuliza umeuza au hujauza? Hiyo nilikuwa naongea moyoni. Nikaambia Roho Mtakatifu, hebu angalia jikoni, hamna chakula kweli? Chakula si kipo. Kasema huyu asilete mchezo. Nikaingia ulimwengu wa roho, nikamkamata Mchaga kwa jina la Yesu. Katika ulimwengu wa roho, pepo la unyimivu toka ndani na kuapisha kwa jina la Yesu. Leta hapa chakula. Amen. Tayari. Baada muda mchache Costa ikaja, wafanyakazi wakashuka. Mimi nataka pilau, mimi nipe ndizi. Nini? Wafanyakazi wanahangaika kule, wanapeleka. Sisi tukaletewa. Jamaa aiseleta chakula 2 sahani 2 huko. Wakaleta. Baadaye akashangaa watu akaja hapa tulikokaa. Asema mtumishi wa Mungu,
naomba hata kama mkipata nafasi kesho njoni muje kula hapa tena. Kaambia hata kama ungetunyima, afanya mchezo wewe. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mungu aliyekuokoa ni wa kweli. Anaweza yaliyoshindikana kwa wanadamu, bali kwa Mungu inawezekana kwa jina la Yesu. Haleluya. Niseme nisiseme. Kuna baba mmoja ambaye alikuwa ni askari polisi, alikuwa shemasi. Yuko Dar es Salaam Temeke. Tunaabudu wote kanisa la Temeke. Anaitwa Shalua. Shalua alikuwa hana hata cheo chochote kazini, jeshi la polisi. Akaniambia, kijana wangu, yani nimehangaika. Yani yuko pale kwenye kambi, nyumba zile za kota. Sema tumishani, hata natamani na mimi niwe kidogo hata kacheo kidogo. Akasema tatizo ni hilo tu mzee. Kapiga magoti. Pewa cheo. Amen. Tayari kwa jina la Yesu. Haleluya. Niseme nisiseme. Baada muda mchache akaenda kusoma. Kutoka pale akaenda kusoma tena Moshi. Kurudi kule jiwe na kafimbo. Kidogo watu wanapi, akienda wana saluti zinapiga. Hajakaa sawa, kaenda tena. Ametoka sasa hivi ni RPC wa mkoa wa Pwani. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Nikimpigia simu mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kijana wangu, Bwana Yesu asifiwe. Unaendelea? Kaambia nipo. Uko wapi? Kaambia niko. Vipi? Kaambia ni emetu. Sasa ngoja nitoke ofisini kidogo. Ngoja. Unashangaa kwenye simu chui tayari. Haleluya. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Wakati mwingine nikiendaga mkoa wa Pwani, ananipokea, utakuta bosi linakuja na gari, akishuka watu wanapiga saluti, tunasalimiana tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shikamoo mzee. Ni amen. Naingia kwenye gari, wote wanapiga saluti na mimi nazionja mule. Amen. Amen. Haleluya. Yesu kutamu. Haleluya. Ni wewe mwenyewe tu unakuwa na mashaka. Acha kuwa na mashaka. Unaye Mungu anayeweza kwa jina la Yesu. Inaloshindikana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Yesu kwani alisemaje? Alisema wewe hautakuwa mkia, utakuwa kichwa kwa jina la Yesu. Hebu mruhusu Roho Mtakatifu uone mambo yanayotendeka katika maisha yako. Utakuwa unalia na kumshangaa Mungu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Haleluya. Jamani, haleluya. Niseme nisiseme, nitoboe nisoboe. Huyu Yesu aliteseka kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Huyu Yesu alipigwa kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Aliteswa. Wengine walimtemea mate, wengine walimpiga makofi, wengine wakamfunga usoni, wakasema nani aliyekupiga na nani atakaye kupiga baadaye? Yesu hakuongea, alinyamaza kimya. Alijua kwamba wao waliompiga ndio watakayempiga baadaye. Yoyote atakayeongea lolote zidi yako, nyamaza kimya. Yupo atakaye kujibia. Haleluya. Anaweza kwa jina la Yesu. Naisaikai. Riko rabosa. Mungu wa kilokole ni Mungu. Mungu wa kilokole anaweza. Katika jina la Yesu. Huyu Yesu alipigwa. Huyu Yesu aliteseka. Huyu ndio mchungaji mwema. Ni mwema kwako, ni mwema kwangu. Anaweza kwa jina la Yesu. Nisomee Yohana 18. Mstari Yohana, ile kitabu cha Yohana 18. Yohana 18. Mstari wa 19-23. Amina. Yohana 18 mstari wa 19 na unasema, basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu wazi wazi. Mimi nimesema na ulimwengu wazi wazi.
siku zote nalifundisha katika sinagogi Mimi nilifundisha katika masinagogi, na katika hekalu, katika hekalu, wakusanyikapo Wayahudi wote. wakusanyikapo Wayahudi wote. Wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Mimi sikusema lolote kwa siri. Ya nini kuniuliza mimi? Ya nini kuniuliza mimi Yesu? Waulize wale waliosikia ni nini niliyowaambia. Waulize hao wanajua nilichokisema. Wao wanajua niliyoyanena. Yao wanajua niliyoyanena. Basi aliposema hayo, Yesu aliposema hayo, mtumishi mmojawapo aliyesimama karibu alimpiga Yesu kofi akisema, wamjibu hivi kuhani mkuu? wamjibu hivi kuhani mkuu? Mstari wa 23. Yesu akamjibu, Yesu akajibu, kama nimesema vibaya, kama nimesema vibaya, ushuhudie ule ubaya. ushuhudie ule ubaya. Bali kama nimesema vema, Kama nimesema vyema, wanipigia nini? wanipigia nini? Yesu alipigwa. Yesu wako alipigwa. Yesu alipigwa. Huyu Yesu anaweza. Mungu Baba anaweza. Mungu Roho Mtakatifu anaweza. Anaweza kukutoa hapo akakupeleka sehemu anakotaka, alikokusudia. Ni wewe mwenyewe tu. Chukua maamuzi ya kufanya. Liamini neno la Mungu likusaidie. Mimi nitaka kuuawa. Walitaka kuniua watu. Walipanga mipango watu 5 waniue usiku Sonyanga, kwenye kifo cha babu Mwakisiala. Walitaka kuniua. Lengo ni wivu tu. Huduma hii sijapewa na mtu. Huduma hii nimepewa na Yesu. Wakataka kuniua. Watu ambao tunaabudu, watu ambao tunasema Bwana asifiwe wote, wakapanga kuniua. Baadaye mchungaji, ukitaka nitakwambia ni fulani. Walipanga watu 5, wamama 2, wababa 3. Kati hao wababa na mmoja ni mwinjilisti, ndio mwenye kusimamia zoezi na katibu wa kanisa na mke wake na mama mwingine mwanakwaya. Wakawa wanapanga sebuleni kuniua. Shemasi akapita akasimama, akasikia wananitaja mimi, akabana kusikiliza. Baadaye wakasema tukimshindwa tumwekee sumu kwenye maziwa, tumtumie yule shemasi Moze, kwamba anaenda kampe maziwa, akinywa ajifee huko. Hii ninachokuambia hata Askofu Simbeye anajua, makamu wa askofu anajua, bonde la Usangu wanajua. Wale watu waliotaka kufanya hivyo baada ya kushindikana, leo wamehama EAGT, wameenda TAG. Manake walishindwa kuniua. Utaniua, kosa langu ni nini? Kosa langu kumsema Yesu, kuwaeleza watu ukweli kwamba Mungu anataka hiki. Mimi nilikuwa simjui huyu Mungu. Amenihurumia Yesu. Aliniokota jalalani kwenye matope, akanileta kwake. Nampenda Mwokozi Yesu. Anaweza kukutetea, anaweza kukupigania, anaweza yale yanayeshindikana kwa wanadamu, kwake inawezekana, kwa jina la Yesu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Mwache Roho Mtakatifu akusaidie. Sitaki nikuchoshe, na malizia. Neno la Mungu linasema, Warumi 8:26-27, anasema kadhalika Roho naye utusaidie udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua usikoweza kutamka. Na yeye achunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa jina la Yesu, Bwana atafanya kwako, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Warumi 8:26-27.
Roho Mtakatifu atakusaidia. Yeye ndio msingi, yeye ndio mlinzi, yeye ndio msaada kwako, katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Namalizia. Haleluya. Namalizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwambia Dar es Salaam mwaka jana nilikuwa namsema Yesu Geita mjini. Dada mmoja nimemaliza, Mungu akawa anafungua watu wenye shida zao. Dada mmoja akaja anaitwa Rebeka. Akaniambia, mtumishi, utakapokwenda kwenu Dar es Salaam kuna mama yetu ni mgonjwa, ana kansa. Tulimpeleka Bugando, imeshindikana. Tulimpeleka KSMC, imeshindikana. Yuko Dar es Salaam, amepelekwa hospitali ya kansa Ocean Road. Namba yake tutawaunganisha na wewe. Ukienda nenda kamwombee mama yetu, ni bibi. Iporudi Dar es Salaam akanipigia simu. Nikatoka nikaenda. Nitoka Temeke nikapanda gari mpaka Mwenge. Nani Makumbusho nikapanda gari nyingine mpaka Mwenge. Tegeta. Nikateremuka Tegeta kwa mbele. Wanaita stendi ya chama. Baadaye tukawa tunawasiliana naye, nikampa driver muendesha bodaboda. Wakawasiliana naye. Wakanichukua wakanipeleka nyumbani kwao. Yuko karibu pale Tegeta Nyaisozi. Kwa mbele ndio stendi ya chama. Kutoka pale kwa mbele ndio naingia ndani. Bahari iko kwa mbele. Wako karibu na bahari. Yule mama ni Muislamu, binti yake ni Muislamu, ila ndugu yao binti ambaye yuko Geita ameokoka. Nikaenda. Ndipo nilipoona watu wana mateso, watu wana tabu. Wakafungua geti, nikaingia ndani. Nikakaa sebuleni. Baadaye wakanichukua. Mama yule akasema ngoja nikamwandae mgonjwa. Akamvalisha gauni mama yake. Yule mama ni mnene. Baadaye wakaniambia karibu. Kaingia kule na Biblia yangu. Kampeleka Yesu. Kakaa chumbani, kamsalimia mama. Habari za sasa hivi? Sema si jambo, lakini ya hivyo. Bibi akasema mimi nina mateso mwanangu. Sioni raha ya kuishi duniani. Nina kansa. Nimehudumiwa Bugando, imeshindikana. Nilipelekwa KSMC, imeshindikana. Niko Mshorodi ndiko alikuwa nipeleka. Hali ni mbaya. Akasema mwanangu humu amesema amekuja kuandaa. Humu ndani amepiga perfume ili we usione kunuka. Mimi nimeoza. Kuishi duniani sioni raha ya kuishi duniani. Natamani nife. Watu wanakocheka nami natamani ningecheka, lakini sicheki. Ni mateso kila itwapo leo. Akasema nikifa sitauzuia mwili wangu watu wasiuone. Sasa mwanangu, siwezi nikakuficha. Wewe sawa na mwanangu tu, na kuonyesha tu. Akafungua gauni. Akasema ona, amezibuka, ameoza, ananuka. Akasema hata wajukuu zangu mimi natamani ningeenda sebuleni na mimi niongee na ndugu zangu. Nikienda sebuleni wajukuu wanapiga kelele, bibi nenda chumbani unanuka. Bibi unanuka. Bibi unanuka. Nenda chumbani bibi unanuka. Baadaye najirudia chumbani. Ninanuka, nimeoza. Akasema na hapa kwenye mguu wamemega nyama, wamepeleka maabara. Mtumishi wa Mungu, unanisaidiaje? Nililia chumbani. Kaambia Mungu, mimi ni mwanadamu, siwezi. Wewe Yesu unaweza. Msaidie mama. Mimi siwezi. Msaidie mama wa watu. Mungu
Mungu akaniambia aokoke nitamponya. Kaambia mama, naambiwa uokoke, Yesu atakuponya. Akasema niko tayari kuokoka. Nikamuongoza sala ya toba. Binti yake naye alikuwa Muislamu, akasema na mimi namfuata mama yangu, naye akaokoka. Nikamuita Yesu, Roho Mtakatifu akashuka, maumivu ya kansa yakatoweka. Pale pale baada ya kumuita Yesu, Mungu akashuka, maumivu yakakoma. Kidonda kipo lakini maumivu yamekata. Na pale amen. Baada ya wiki kidonda kimefunga. Pale ni amen. Mwezi ni amen. La huku ni amen. Kwenda Ocean Road, vipi? Yesu ameniponya. Yesu anaweza kwa jina la Yesu. Mruhusu Roho Mtakatifu akusaidie kwa jina la Yesu. Yesu anaweza. Onaisaikai horikorabosa. Roho Mtakatifu akusaidie. Baba yangu mzazi shehe aliyonifukuza alianguka usiku saa 10:30 usiku. Alipoza. Alipoanguka puu chini, mkono mguu, mdomo kaende pembeni. Akawa anajisaidia kitandani, haja kubwa, haja ndogo hapo. Mdogo wangu Ustazi Muhaji akanipigia simu. Nini? Kaka njoo. Sijui kama baba utamkuta. Nikaenda. Kwenda pale na mkuta amemweka sebuleni kwenye kitanda. Dada yangu Mama Latifa akasema, kaka, baba haongei, ni bubu. Mdomo uko pembeni, mkono hivi, mguu nyi. Akiongea baba yangu anasema hivi. Nikaambia ni muombe. Baba mdogo sasa, si muombe, wewe una imani yako. Akasema haya. Wacha. Moyoni kasema Yesu akiruhusu ni amen. Siku ya pili nikangangania, jamani ni muombe baba. Baba mdogo siku ya tatu dadangu Mama Latifa akainuka. Asa baba mdogo, kwa nini unamzuia kaka kuomba? Au unataka kumtoa kafara baba yetu? Sema mmefika ukamwambia sasa. Wakaruhusu. Nikaenda chumbani. Nikasema Yesu, wamekuruhusu. Mimi siwezi. Yesu kafanye. Hao wabishi nenda kafanye. Nikarudi na nyukilia. Kaenda sebuleni. Nikafungua. Marko 16:17. Ishara hizi tafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Nikaambia Mungu Yesu, shuka. Nikasikia nikasema tayari kazi. Tayari. Kaambia Ustadhi, kamata miguu. Haya toka msela. Haya toka. Toka. Pigwa na Yesu kwa jina. Pigika. Toka kwa jina. Funguka kwa jina Yesu. Amen. Tayari kwa jina la Yesu. Hapo papa amen. Tayari. Kaambia baba inuka. Kainuka. Kaambia simama amen. Tembea huko. Papa dada zangu wanalia, wengine wanashangaa. Kamdomo, kaambia we mdomo kaa sawa kwa jina la Yesu. Amen. Tayari. Baba hasemi. Yesu mpe kusema huyu. Ajue wewe unaweza. Funguka, sema huko. Tayari. Amen. Baba mimi nani? Mwanangu? Amen. Hallelujah. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Hallelujah.
Haleluya. Acha Roho Mtakatifu akusaidie. Naishia hapa. Haleluya. Haleluya. Fungua moyo wako. Mwache Roho Mtakatifu akusaidie. Mwenyewe huwezi. Roho Mtakatifu anaweza. Simama mahali ulipokaa. Unaweza ukaja hapa? Njoo hapa. Wekeka mwimbo kazuri. Utabaki kuwa Mungu. Pita tu. Pita tu. Pita tu. Usiogope. Kuna Mungu milele. Roho Bwana. Minyaminya hapo. Okay. Minyaminya huko. Kuna kamwimbo huko. Minyaminya. Usiogope. Roho Mtakatifu. Mtegemee Roho Mtakatifu. Mtegemee Roho Mtakatifu. Njoo tu. Peleka tu.